Kwa kuwa umeandika mali zote kwa jina langu, kwa hiyo mimi ni mlisi halali wa hizi mali. We mtoto we, umepandwa na mapepo eti? Unajua nakushangaa sana. Kwa hiyo kunipatia hizo mali paka ufe? Bora ungenipatia sasa hivi, ukaangalia na utendaji wangu wa kazi, ukaangalia na usimamizi wangu, uone kama ni mzuri au kama ni mbaya, ili mradi siku ikija kutokea RIP Mzee Mashiri, hakuna mtu akuja kuninyang'anya mali zangu, kwa sababu nitakuwa ni haki yangu, nimeshachukua cha kwangu. Si unajua ndugu lawama. Kwa hiyo nataka kuniambia umenizoea kiasi hicho? Unapoongea na mimi unakuwa kama unaongea na watoto wenzio, wale washenzi wa mitaani eti? Lakini baba, Jamani, baba Rusia, ni nini wewe? Kila siku nalumbana na mwanao. Hivi unafikiri unafanya tabia nzuri kweli? Unaniuliza kuhusu marumbano wakati wewe ndio chanzo cha marumbano? Hivi wewe na mtoto wako mnanitafuta nini katika maisha yangu? Mnanitafuta nini? Sasa hapo mimi nitakujibu nini? Au nini maana ya mume wangu? Mama Rusia, chunga kauli yako. Yule ni kipofu sawa, ila ni damu yangu. Lakini wewe ndio chanzo cha matatizo. Mpaka leo sijui mtoto wangu yuko wapi. Nitakutandika mwanamke wewe. mama, umemwona huyo mzee? Mimi nadhani kama walanguzi wapatikana, inabidi tuanze kuzichuma hizi nyanya, kwa sababu kwa hatua ambayo imefikia sasa, kwa utaratibu hapo, kwa hatua ambayo imefikia na soko jinsi lilivyo, mimi nadhani kuna namna tutapata mapato. Tunachotakiwa ni kwamba tukishamaliza inabidi tubadilishe kilimo kama ambavyo tulikuwa tunaongea hapa. Tukishaweka zile kabichi pale, ndio, na zile ambavyo tulikuwa tumekubaliana, ndio, mimi nadhani kila kitu kinaweza kikawa sawa. Basi nani taratibu hapo. Nadhani hapa umekwisha sasa. Ndo kwenye kigongo chetu. Nikajua labda utapasahau ili hali kila siku tunapita. Siwezi kupasahau. Na kitu kingine nilichokuwa natamani ni kupata walanguzi ambao watanunua mzigo wetu kwa faida ni bora. Nahisi tumekutana na rafiki wa rafiki yangu, maana nimehisi upepo mwanana wa Muscat ukivuma mbele yetu. Mito, mbona nishangaza? Umewezaje kutambua kati hata sijazungumza chochote? Dr. Solika, wewe ni miongoni mwa watu wangu muhimu sana. Hivyo nikikutana na wewe hata umbali wa mita 5, lazima nitahisi mapigo ya moyo wako. Mito, unajua kumpamba mtu jamani. Haya, ni wapi mnaelekea sasa hivi? Wapi sasa hivi? Hapa tulikuwa tunaelekea bustanini. Kuna kazi ambayo tunakwenda kuikamilisha. Na huyu Mito unaenda kufanya nini sasa? Unajua huyu ndiye mtaalamu wa kazi za bustani. Hivyo basi hiyo kazi yeye ndiye anakwenda kuikamilisha. Dr. Solika, nadhani huna imani na majibu ya ngoma nzito. Hivyo kuna siku nitakualika bustanini kwangu, uje ushuhudie ninachokifanya, pengine utapunguza maswali yako hayo. Paka sasa hivi bado anamfikiria kipofu wake. Na nataka mali zote alisiwe kipofu wake, mimi sitaki. Wewe, labda sio mimi. Hakuna mtu mwingine anayeweza kuja kulisi mali. Wewe ndio mmiliki wa mali zote. Huyu mzee dawa yake iko jikoni. Muda sio mrefu ataonja joto la jiwe. Usiwe na wasiwasi. Niangalie mimi kila kitu. Hakuna mtu mwingine. Huyo kipofu wake, yani hapati kitu chochote hapa. Naona anamwaza sana huyo kipofu wake, mlemavu wake wa macho, na ni muda mrefu sana umepita. Naona atakuwa ameshakufa, na hata kama hajafa
nitapambana naye. Nafikiri huyu mzee anataka kunichezea akili yangu. Wewe nitapambana naye leo. Mama Lucia huyo. Yaani kwa stori hiyo nimeshawishika kabisa kugairisha safari yangu ili twende sote huko shambani tukashuhudia hayo maajabu mnaoniambia. Dokta, huoni kama tutakuwa tumeingilia ratiba zako za leo? Hapana. Kuhusu nyie, niko tayari kufanya kila kitu. Basi sawa, kama hatuwezi kuingilia ratiba zako tuongozane twende. Unaweza ukaamini kuhusiana na hili. Basi sawa. Na hii njia unavuka mwenyewe siku zote. Napitaga mara kadhaa hata kama Ngoma Nzito hayupo. Mimi napita. Huko kama ni shambani kwangu, kwa nini nisipite? Yeye alivyokuja alisema na ujumbe wako kutoka kwa mwenyekiti. Ujumbe? Mwenyekiti atakuwa na ujumbe gani tena? Hakukwambia chochote anachoniitia mwenyekiti? Sikumuuliza shida anayokuitia mwenyekiti, maana tayari alikuwa ashanivuruga. Sawa. Ngoja niende nitakutana naye huko. Alafu kitu kingine, sitaki mazoea na Mayala. Achana na mazoea na yule kijana. Nadhani nisha kuonya mara kadhaa lakini hutaki kabisa kunielewa hili. Shida ni nini? Mimi sina mazoea naye. Sema yeye tu ndio ana mazoea na mimi. Sawa. Ngoja nikakutana naye huko. Atanitambua. Aya, nyewe ni marafiki, mimi siwezi kuwaingilia. Sawa, haina shida. Baadaye. Sawa. Mchana umekuwa usiku, mbele kitazama haoni, ndugu wamejawa uasi, roho mbaya imechukua nafasi. Naye alikuwa kayatima, kula yake ni mateso, dunia ilimgeuka, furaha yake manyanyaso. Alilia kila siku, Mungu wangu unioni. Aliishi bila kitu, tumaini moyoni. Aliamini moyoni, Mungu amtupi mja wake. Solikaye, aliampe furaha. Solikaye, solikaye, aliamfute machozi. Solikaye, Mama. Abe. Kwa nini kila mtu ananiambia kwa mimi nina uwezo mkubwa japokuwa mimi ni kipofu? Mwanangu, Mungu hujidhihirisha kwa vitu visivyo vya kawaida. Mwanzo ulikuwa unaona, leo hauoni, ila unafanya vitu ambavyo vinashangaza watu. Kwa hiyo mama, kuna siku na mimi nitaona nirudi kama zamani? Macho yako hayakuumia sana kama alivyosema dokta. Ukifanywa upasuaji utaona. Hiyo hela tutatoa wapi ya kufanywa mimi upasuaji? Maana hata kwa sasa baba hataki hata kuniona. Mwanangu, kuna siku
utatibiwa na utaona na utarudi shule na utasoma na utapata kazi nzuri mwanangu. Mwanangu, usijali. Dokta, mbona unaonekana kama uko mbali kihisia, lakini pia unatokwa na machozi? Hapana, niko namtazama tu Milton anachokifanya. Hakika Mungu ni mkubwa sana, au sio? Milton, sasa unatakiwa upumzike, maana majibu ya maswali yangu yote nimekwisha kuyapata. Umeona eh? Lakini mimi sikuona sababu ya kujisumbua kuja huku, maana ulikuwa na safari zako kabisa. No Milton, hebu usiseme hivyo. Kumbuka kuja huku mimi ukunilazimisha, nimekuja kwa liza yangu mwenyewe. Unafahamu vipi, labda nikiwa hapa ndo niko happy kuliko hata huko niko kwa nikienda. Happy? Happy wakati unatokwa na machozi? Machozi? Ndiyo. Dokta, ni kweli unatokwa na machozi? Hapana Milton. Hivi hujamzoea tu masuala ya ndugu yako? Labda itakuwa ni mvuke wa dawa ambayo tumepuliza kwenye mimea. Inawezekana eh? Basi tena kaka. Ngomazito? Naam. Dokta anataka kutusaidia kutibu nyanya zetu. Taratibu basi. Hapo kuna jembe. Nalisikia hili. Nalisikia hili jembe. Taratibu. Aya. Hapo. Sasa hii kazi niachie mimi. Ngoma nzito. Dawa zinaweza zikakuathiri. Hamna, nimeona kila kitu kabisa. Kwa hapa anamwagia nyanya ambayo haijamwagiwa Waside, huyu mzee ameanza kuzingua, anaona. Yaani anataka kuniletea mambo meusi. Na nisipoangalia nakosa vyote. Utakuja kubali tu ushauri wangu. Nishakwambia wewe niachie mimi. Mapema tu linakwisha asubuhi. Wewe kitu ukijui, yule ni babangu mimi. Sio, unanielewa? Alafu sitaki ajue mambo yangu. Kwa sababu utapoenda kumfanyizia atajua mambo yangu mimi. Alafu mimi hicho kitu sikielewi kabisa. Yaani sikitaki. Kitu gani kibaya ulichofanya? Kuvuta bangi? Bangi mbona kitu cha kawaida? Wengine wanatumia kama mboga. Sisi masesela tunatumia kustua akili zetu zikaya tinta. Hebu tuachane na hayo. Hii mission iko karibu yangu, siwezi kufeli. Alafu bi mkubwa yuko upande wangu, au vipi? Hapo tumemaliza. Nitembezee basi hiyo fegi. Unasikia kelele za mwizi lakini mtu. Wewe mwanangu sijafa juu hapo. Wewe mwanangu tujichenge hapa. Wewe. Salikaye.